Hawa ni wanafunzi wa chuo cha kiufundi cha Mkwajuni, kaunti ya Kilifi, ambao walikuwa wakilalamikia kukosa fursa ya kufanya mitihani yao licha ya kukamilisha vigezo vyote walivyohitajika. Ni jambo la kuhuzunisha sana kwa sababu mtu kama mimi, pesa wazazi wangu wanatafuta pesa kwa shida. Pesa kupatikana ni shida. Ameng'ang'ana, amekopa sijajua, lakini sasa amelipia mimi karo, lakini cha kushangaza wakati umefika kwa mimi nifanye mtihani, lakini nafika hapa mtihani hakuna. Ilikuwa kuni tufanye mtihani, lakini sasa mtihani tumeambiwa mara tunafanya mara hatufanyi. Sasa ilikuwa hakuna mwelekeo maalum. Nimefika hapa na shangaa tunaambiwa hatuko, our name is not registered through NITA. How comes? Na nimelipa na tuko wengi tumelipa sote na tuko na risiti. So tukashangaa na hiyo vijana wengine wa center nyingine wamekuja hapa wawili. Still I think wako hapo ndani wanaendelea na exam. Lalama hizi zilipelekea waziri wa elimu kaunti ya Kilifi Felkin Kaingu kuingilia kati mnamo Disemba tarehe 1 mwaka 2025. Hawa wanafunzi wote walilipa karo za hiyo mitihani, lakini center manager wao yeye hayuko hapa saa hii. Ni kwamba zile pesa walizitumia kufanyia vitu zingine, si kulipia mtihani. So NITA haikulipwa na kufikia leo wakasema kwamba hawa vijana kwa sababu hawakulipwa karo hawatafanya hizi mitihani. Vyuo vingine vyote tuko na vyuo 42 kwenye hii county, na zile vyuo zote zingine zinafanya mitihani, wanafunzi wote wanafanya mitihani. Lakini hapa kwa huzuni ninasema kwamba hawa vijana 97 hawakulipiwa zile fees ambazo ndio walikuwa wanatekana kulipa. Next year hii mitihani ya mwezi wa 4, hawa vijana wote watafanya mitihani, na kutokea mwezi wa kwanza wale ambao wanataka kwenda kwa mafunzo tutawasaidia, tutawapatia barua ili waende kwa mafunzo mpaka hiyo mwezi wa 4 watakuja fanya hiyo mitihani na hawatalipa pesa tena za mtihani. Ni takriban miezi 4 sasa tangia waziri wa elimu Felkin Kaingu katika kaunti hii ya Kilifi kutoa agizo hili, na tumerejea katika chuo cha kiufundi cha Mkwajuni ili kuweza kubaini iwapo agizo lililotolewa na Wizara ya Elimu limetekelezwa kadri lilivyotoka. Hawa hapa sasa ni miongoni mwa wanafunzi zaidi ya 90 ambao awali walikosa kufanya mitihani yao na sasa wanaendelea na mitihani hiyo. Ilipotokea ile shida ya Disemba ilipokuwa tufanye mtihani, mambo hayo yaliharibika, so hatukuweza kufanya mtihani, lakini kwa sasa shule imejiunga na ndio maana tumefanya mtihani wetu na hata bado tuendelea, hata kuna wengine bado wanaendelea. Nimejiunga na shule hii mwaka 2025. Nilikuwa natarajiwa kufanya mtihani hapo Disemba, lakini hatukufanya, na tukaahidiwa kwamba tutafanya huu mwezi wa 4 mwaka huu, na ni kweli mtihani tunafanya. Hizo ahadi, kwa mfano kama ulikuwa umelipa hautolipa tena, na kuhusiana na materials zilipatikana kwa wingi na watu wanafanya mtihani bila tatizo lolote. Kwa upande wake afisa mtahini wa NITA ameeleza kuwa mtihani huu unaendelea vyema kwa sasa. At least tumeachieve approximately 90% of the attendance. Most of them have come. Wengine some few cases ambazo zimekuwa kidogo, lakini vijana wamekuja na wanaendelea na mtihani vizuri. We always test own competency. Now most cases huwa tuna mtihani yetu 90% of our things ni practical. Mtu akifanya hiyo mtihani akitoka, si ati ataenda nje akuwe trainee, ataenda nje kuwa fundi. Hatimaye wanafunzi hawa ambao sasa ni watahiniwa wamepata sababu ya kutabasamu baada ya kupewa mitihani yao kama walivyoahidiwa Disemba ya mwaka 2025. Nikiripotia Coco FM kutoka chuo cha kiufundi cha Mkwajuni, Takaungu, kaunti ya Kilifi, mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya Pwani.